Jambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Bado tunaendelea kulichambua goli la klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Kwa mujibu wa picha za marudio tumeweza kutazama vizuri. Tumebaini mambo matatu kuhusiana na hili goli la klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Lilipaswa kuwa goli ama halikupaswa kuwa goli? Utafahamu kwa kina. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya subscribe kama bado, ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbali kutoka hapa Bongo Super Media na bila kupoteza muda. Kwanza kabisa, ule mpira ukiwa unapigwa na Dube, Pacome Zouzoua alikuwa offside. Hivyo Max Nzengeli ndio akaenda kuwahi ule mpira. Lakini Pacome alipotoka katika eneo la offside, alikutana na Reshen Deriak, beki wa klabu ya Simba. Pacome alimpiga pushi na kumwangusha beki wa klabu ya Simba ili Max anufaike na ule mpira. Ni siku Max akanufaika na ule mpira uliporudi, Pacome alikuwa ameshampiga pushi beki wa klabu ya Simba, alikuwa amesimama tu akamaliza ule mpira. Kwa maana yake Pacome alihusika moja kwa moja katika ule mchezo. Hivyo goli hili lilipaswa kuwa offside kwa mujibu wa sheria za FIFA. Lakini kutokana na sheria ambazo waamuzi umeamua kuziamua kwa siku ya jana, Yanga ameshinda bao 1-0. Mazingira ya goli yenyewe ni magumu kweli kweli ukiyatazama. Unaona kabisa halikupaswa kuwa goli. Kila mtu amezungumza la kwake, mtazamaji, kutokana na jinsi ambavyo umeona tukio hili. Wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na uamuzi wa muamuzi Rajiga Mkono na wenzake wakina Kayoko? Maoni yako wewe ni muhimu sana. Unaweza kuniandikia maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Lakini pia kama bado hujabonyeza alama ya subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbali kutoka hapa Bongo Super Media. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.